أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع شأن العلم وأهله حيث قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله القائل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ndugu yangu, shekhe wangu Sayyid Abdul Qadir, raisi wa taasisi yetu hii ya Al-Hikma, ndugu yangu Shekhe Nuruddin Al-Mulaqab Kishki, mtendaji mkuu wa taasisi yetu ya Al-Hikma, Sheikh Break, mkurugenzi Muhammad Break, miongoni mwa viongozi wa Al-Hikma, mbeza kuu yote, kwa heshima yake, waliohudhuria, walioalikwa wote, wanafunzi, wakufunzi, walimu, wakurugenzi, watu wa habari, kila mmoja kwa heshima yake, ni kuamkieni maamkizi ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayuha al-ahibba, ndugu zangu wapendwa, jambo la mwanzo kabisa ambalo mwanadamu yoyote anaweza akalisema katika mkusanyiko kama huu na hafla kama hii ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, shukurani ambazo tunatarajia kwa shukurani hizo kupata ziada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoahidi mwenyewe kwamba pale ambapo Allah atashukuriwa kwa neema ambayo amemfanyia mwanadamu na mwanadamu akaihisi neema hiyo na akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo, Allah hana kingine isipokuwa ni kukuzidishia. Allah anakuwa anatukasirikia pale ambapo tunapoiona neema halafu tunaikufuru neema. Sasa sisi tu miongoni mwa watu ambao la mwanzo kabisa katika yote tulioshuhudia, kwanza tupeleke shukurani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili neema hii ipatikane zaidi na isiende chini. Lakini jengine tena ambalo niliseme kwanza ni kupongezeni nyinyi, na kupongezeni kwanza nyinyi wanafunzi wa kiume na wanafunzi wa kike, kwa kuwepo kwenu nyinyi katika mkusanyiko huu wenye baraka. Yawezekana tukasema kwamba bila ya nyinyi, kwanza fadhila za Allah, kisha bila ya nyinyi Al-Hikma leo au muasasa Al-Hikma leo, ama ndoto ya Sayyid Abdul Qadir, utekelezaji wa mtendaji mkubwa muhimu mashuhuri, tunaifahamu juhudi zake, ndugu yangu Sheikh Nuruddin Kishki, visingekuwa na maana yoyote ile. Vingebakia kwamba ni ndoto, ni ruya, ipo ndoto tu imekaa, maono, dhana na fikra. Lakini ninyi kuwepo kwenu hapa ndipo mmekuja kuonyesha kwamba kumbe ndoto ya Sayyid Abdul Qadir, ndoto ya Sheikh Nuruddin Kishki ikoje,
inafananaje na inatuelekeza wapi. Ni nyinyi ndio mmefanya hivyo. Ndio maana nikasema kwanza nitakupongezeni nyinyi kwanza kwa kuwepo kwenu katika mkusanyiko huu mzuri wenye baraka. Wallahi, uzuri ulioje, uzuri ulioje leo hii kwa kile ambacho ninyi mnakichuma. Mnachuma matunda ya juhudi, matunda ya bidii mlioionyesha na mlioifanya. Uzuri ulioje katika siku ya leo. Ma ajmala hadha al-yawm alladhi tajinuna fihi thimara al-jidd wal-ijtihad. Ni jambo ambalo linafurahisha na linafanya kifua kifarijike na kitulie na kipozeke katika joto. Lakini lazima tufahamu kwamba jambo kama hili ni juhudi ambazo ni lazima vile vile tuzipongeze. Ile ndoto ambayo iliyokuwa katika moyo na akili ya Said Abdul Qadir pamoja na wasaidizi wake, ndoto na maono waliokuwa nayo, maono hayo ndio yamekuwa na tija yake, ndio hii. Ni lazima vile vile tupongeze kweli kweli na tuombee baraka na tuombee kheri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala azidishe na yafanye haya katika mizani ya mema yao siku ya kiyama. Walahum fi hadha mathalun. Katika mliozungumza tunakumbuka mfano wa uswa au kudwa ambao mashekhe hawa, viongozi wetu hawa, wana mfano. Haraka haraka nikupeni mifano ya maaima waliotangulia wawili kwa haraka haraka na kwa ufupi sana. Tulipata kuhadithiwa na waalimu zetu wakati huo kwamba Imamu Abu Hanifa an-Nu'man ni miongoni mwa maimamu waliofanya juhudi kubwa sana na kuwa na vitu kama mfano mnasema leo hostel, ambayo hostel hiyo anakuwa na wanafunzi wake, wanafunzi hao anawalea, wanafunzi hao anawasaidia, wanafunzi hao anawalisha na kadhalika na mambo mengi sana. Lakini ziada ya hapo anawapa ilmu. Kwa lugha ya kileo tunasema kwamba wanapata elimu bure. Kama nilivyosema tunapata elimu bure. Mfano ni kwamba ilivyosema kwamba ile bure hakuna, isipokuwa kuna mtu sasa anajitolea, anatakafal kurahisisha na kusahilisha ili mradi lengo la vijana kusoma litimie. Imamu Abu Hanifa alikuwa na kazi hiyo na alifanya hivyo na alikuwa na juhudi katika kutafuta, halafu alichokipata anakuja kukirudisha katika jamii ambayo anataka kuishape iende katika utaratibu wa namna gani. Alifanya namna hiyo. Kwa hiyo nao wanakudwa namna hiyo. Lakini vile vile tuna kudwa nyingine kwa Imamu Al-Layth bin Sa'd. Imamu Al-Layth bin Sa'd huyu bahra ni alam min al-a'lam al-Masri wa Misri. Al-Layth bin Sa'd alikuwa ni Misri, naye tunaambiwa ni miongoni mwa wanawazuoni walikuwa na utajiri mkubwa, walikuwa na uwezo wa kifedha. Na Imamu Al-Layth bin Sa'd mara ngapi alikuwa anachukua zawadi anampelekea Imamu Malik, anampekea zawadi za pesa na kadhalika Imam Malik. Imamu anafahamika ni imamu wa Darul Hijra Madina, Imam Malik Layth bin Sa'd, na tunaambiwa alikuwa na ukarimu wa hali ya juu. Wanafunzi wake alivyokuwa akisaidia kurahisisha na kusahilisha kwa wanafunzi wake ili waweze kusoma, kwa utajiri na uwezo ambao waliokuwa nao Imamu Al-Layth bin Sa'd. Lakini tunaambiwa kwamba wakati anafariki, amefariki akiwa ni maskini, hana kitu, lakini yote aliyokuwa nayo alikuwa akiyatumia katika kuhakikisha kwamba watu wakati wake, wanafunzi wake wanapata ilmu. Pamoja na kwamba Layth bin Sa'd kielimu na kitaaluma hawa kina Imamu Shafi hawamfiki. Kwa ushahidi wa maimamu wenye wanazungumza wao kwa wao, sio mimi, wao wanazungumza hivyo. Kina Imamu Shafi hawamfiki.
Imam Maliki hawamfikii kwa uwezo wa elimu aliokuwa nao, lakini wanafunzi wake hawakufanya kazi kubwa zaidi ya kuisambaza elimu yake. Wanafunzi wake hawakufanya juhudi za kusambaza elimu zake Imam Al-Layth ibn Sa'd kama walivyofanya wanafunzi wa Imamu Malik, ama wanafunzi wa Imamu Abu Hanifa, ama wanafunzi wa Imamu Ahmad bin Hanbal, ama wanafunzi wa Imamu Shafi. Na nadhani wanafunzi wa Imamu Shafi ni watu ambao wamefanya kazi kubwa zaidi kuliko wanafunzi wa maimamu wengine katika kusambaza elimu ya Shafi. Allah wajalie. Wote hawa nimezungumza kama mashekhe zangu Said Abdul Qadir, ni kwamba ana kudwa, anayoyafanya ni kwamba anafanya kwa kuwaiga wale ambao waliotangulia na walifanya kazi hizi. Lakini hata hawa kina Abu Hanifa, hata hawa kina Layth bin Sa'd, kina Malik na wengineo, nao wana kudwa. Kudwa yao inarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio tabia ya watu wenye mtazamo, watu wenye ghira na uchungu wa dini, hufikia kufikiria kufanya kile kinachowezekana katika hali yoyote ile, ili mradi elimu ya Mwenyezi Mungu, elimu ipatikane na watu wapata elimu, kwa sababu elimu ndio mafanikio ya walimwengu. Kudwa yao ni kina nani? Kina Abu Hanifa na wengineo, ni Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Wote tunafahamu kwamba Mtume katika darasa zake ana watu wanajulikana kama ni ahlus suffa. Ahlus suffa hawa ni watu maskini, kina Abu Huraira wakati huo radhiallahu ta'ala anhu na wengineo wengi tu walikuwa wamekaa pale kwa Mtume taabani, lakini Mtume sallama alifanya juhudi ya kuhakikisha kwamba anawasaidia watu wale, kwa sababu yeye ndio mwalimu mkuu anayewafundisha Mtume sallam, na baada ya kuwa anawafundisha anasahilisha maisha yao, akiwaeleza mema ya kumsaidia mtu ambaye anayetafuta ilmu. Maswahaba wakaanza kufanya kazi ya kugawana. Jioni ikifika ile, basi kwa sahaba anachukua 3, 4, 5 anaondoka nao nyumbani kwao kwenda kuwalisha. Ikifika muda gani anaondoka na 4, wale wakimaliza kula wanarudi kwa Mtume pale Madina, ahli sufa wakipata ilmu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni asili ya elimu. Kwa hiyo huyu ndio mwalimu wa kwanza ambaye yeye ni mwalimu sallam, yeye ni mdhamini. Na bado haikutosha hivyo, bali walikuwa wakitoka wakienda katika nyumba ya Mtume, wanakaa pale wanapiga bla bla pale katika Mtume sallama, wanakaa pale. Mnafahamu ile mpaka wakajamani, basi mkishakula ondokeni. Mnafahamu aya hiyo katika Ahzab, mkishakula ondokeni. Kama hakipo basi ghaira nadhirina inahu, msikae kama mustaanisina bihadithi nasubiri sikisha kuja. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba watu walikuwa kufanya wakienda kwa Mtume sallallahu pale, hali zao ni ngumu, wanavizia jua nyumba Mtume hii pakiwashwa tu Mtume lazima na sisi atatupatia. Hii ni kuonyesha yote ile kwamba wale walikuwa tayari wamejitoa, na kiongozi mkuu alijua kwamba kuna haja ya kuwalea hawa watu na kuwasaidia ili mradi wapate ilmu. Sasa hizi ndio juhudi ambazo tunazishuhudia leo zinafanyika katika enzi zetu. Hatusemi zitafanyika katika hali kama ile ya wale, lakini ukweli ukifanya mukarana na ukalinganisha juhudi zinazofanywa na Muassasatul Hikma hapa Tanzania katika nchi yetu hii, ni juhudi ambazo zinakuwa kama vile hazina mushabi au hazina mathili, kwa sababu ni vitu viko hai na vinaonekana. Ni vyema mambo kama haya tuyazungumze, sababu jambo la kheri la haki ni kulizungumza. Baada ya kufahamu hizo, sasa tunarudi kwa nyinyi. Nikupigieni mfano. Tuna tabia na wazee, mpo hapa wazee wenzangu, kijana anaweza kuwa ni mzuri sana huko nje, akafanya mazuri sana. Watu wanapofaidika na mazuri ya kijana yule, mara nyingi sana utashangaa, jambo la kwanza atakalolisema wanasema kijana huyu ameleleka, huyu Mwenyezi Mungu awajalie wazazi wake. Aliyefanya ni kijana huyo zuri huko nje, lakini watu wataanza kuulizana, huyu mtoto wa nani? Huyu ni mtoto wa nani? Huyu ni kijana wa wapi? Mwenyezi Mungu awajalie sana na walipe kheri wazazi wake, wakati jambo lile zuri hawajafanya wazazi, amelifanya yeye kijana huyu. Hii maana yake nini? Nasema huu ni mfano.
Alhikma kama jinsi ilivyo alhikma, mtu anaweza kuwa anapita kila siku nje huko na gari lake, kwa mguu, kwa beskeli, kwa bodaboda, akaangalia mahala pameandikwa alhikma, anajua kuna alhikma, kuna majengo ambayo ni alhikma, anajua hivyo, na akanapita hivyo hivyo na asijue chochote, kwa sababu mema na mazuri na faida ya kuwepo alhikma katika mahala husika ni pale nyinyi mtakapotoka nje na ule mzigo mliobeba leo wa ndoa, mzigo wa kumjua Mtume, mzigo wa Baikuni, yule bwana wa Baikuni yule. Leo kanikumbusha jambo, juzi nilifeli mtihani mdogo mdogo, nilikosa swali, kanikumbusha Baikuni yule leo. Katika nikafurahi kweli kweli. Mambo kama haya ili watu wayajue huko nje na wajua kumbe hikma nini. Ni nyinyi mnapotoka nje na kuishi hikma kwa usia mliopewa na kuwaonyesha watu wajue hikma. Alhikma ni taasisi ya namna gani? Ni nyinyi. Sasa watu wakishajua kule, ndipo watu watajua alhikma ni taasisi, waweza ukaishepu namna gani, iko namna gani, ni nyinyi. Lakini nyinyi hao kama mtakwenda nje na kufanya mambo ambayo tayari mmehusiwa hapa kwamba si mambo mazuri, mkayafanya hali, basi maana yake nyinyi mnakuja kuipakaza matope alhikma, wakati tumegundua leo, tuache mengine hayo, kwamba ndani ya hikma kuanzia mwanzo kabisa kule katika binia tahtia watu wanafanya kazi kule na kazi nzuri. Sasa tunakuhusieni vijana, tokeni na kazi nzuri hii ili dunia nzima ikajue ni nani au ni kitu gani ambacho kinaitwa ni almuasasatu alhikma. Alhikma, tuko pamoja? Haya, kazi hiyo ni nyinyi. Ziada hapo sasa, kumbukeni kitu kimoja muhimu sana, kwamba wakati unapotaharaji, yani unapomaliza mafunzo fulani, hii sio mwisho wa elimu. Kama mlivyoambiwa pale, kuna zile shibri 3 za elimu. Mmeambiwa hapa katika usia wa watu wengi wamezungumza maneno mazuri sana, kwamba kutaharaji, kugraduate, kufuzu, kufaulu sio mwisho wa elimu, isipokuwa ni bidaya tu marhala. Yani sasa ndio ni mwanzo wa nini? Ni mwanzo wa marhala. Yani kana kwamba ulikuwa unachokozwa tu ili fanini, ili upandishe shetani wako na mzuka wako. Sasa tukauone sasa mzuka umepanda. Sasa mzuka umepanda, unataka chano. Tuko pamoja? Tunaendelea. Mbona mnacheka? Sasa baada hapo, na tunaposema sasa ni mwanzo wa elimu, lakini ni mwanzo wa elimu wal ata. Elimu ile utakayoibeba wewe, al-ata ni kile unachokitoa wewe kuipelekea jamii. Jamii na mambo mengi sana nataraji kuyapata. Sasa nyinyi kutaharaji leo kwenu nyinyi ndio mwanzo wa marhala ya kielimu na marhala ya al-ata, ya kutoa yaliyokuwa mazuri kwa watu ambao walikuwa huko. Kwa sababu gani? Elimu haimalizwi kwa shahada, isipokuwa elimu huwa inatakiwa itoe matunda. Kwa nini? Kwa amal na kwa ikhlas. Ndipo inapomalizwa ilmu. Manake elimu inatema cheche zake, amali zinapatikana nzuri, ikhlasi inakuwa ni nzuri, na mnajua wote kwamba wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din. Ibada, elimu ni ibada kubwa sana, lakini ibada hii tumwabudu Allah kwa kupitia elimu katika hali ya amal, lakini nini? Na al-ikhlas. Ndugu zangu, ta'allamu lita'amalu, jifunzeni ili mkayatendee yale ambayo mliojifunza. Tuko sawa sawa? Lakini wa'amalu lituslihu, nendeni mkayatendee ili msuluhishe, mtengeneze, msiende kuharibu amali yenu ya elimu yenu, iwe lituslihu, muweze kutengeneza. Umma umeharibika ukatengenezwe. Lakini kunu qudwa, kuweni qudwatan fi akhlaqikum, kuweni ni watu ambao mnafanya nini? Mnakuwa ni qudwa, mnaigwa
kutokana na tabia zenu, kabla aqwalikum wa a'malikum, kabla ya hayo maneno yenu na kabla ya nini, ya matendo yenu, muwe qudwa. Wanatuambia wale ulamau rabbani wanatuambia jitahidi sana usimpe fursa adui yako ya kukujadili wewe kutokana na tabia zako. Usimpe fursa adui yako. Tukisema adui yako, sio adui kwa maana adui mbaya, yani mtu ambaye ni mkinzani wa haki, mtu ambaye ni mpinzani wa dini ya Mwenyezi Mungu. Usimpe fursa ya kwamba yeye akujadili wewe. Muache ajadili ile nafsi yenyewe au dini yenyewe. Kwa sababu gani? Wewe unapokuwa sio katika utaratibu mzuri, atakuwa na hoja kwamba shekhe wenyewe ndio wewe, yeye ndio unafanya hivyo, wewe ndio hivyo, nani atakufuata wewe? Umeshampa fursa akujadili wewe. Akikujadili wewe kwa mapungufu, maana yake umemsahilishia enda akaikatae dini ya Mwenyezi Mungu na mafunzo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe kuwa na kudwa, kuwa ni mtu ambao na kudwa, ni kigizo kizuri, akose kuidosoa dini kwa kupitia wewe. Sasa aikatae dini kama dini yenyewe, maana yake anapambana nani? Anapambana na mwenye dini. Hiyo ni kitu muhimu sana katika maisha yenu vijana, fanyeni hivyo. Kwa sababu elimu bila ya adabu na bila ya takwa, elimu yoyote bila ya adabu na bila ya takwa ni kama vile inakuwa ni janga kwa mwenye elimu. Elimu bila ya adabu, elimu bila ya takwa, uchamungu, ni sawa sawa na kwamba ni janga kwa huyo mwenye elimu hiyo, kwa sababu mwisho wake ni kwenda kumwangamiza na mwisho wake sio kwenda kumsaidia. Sasa haraka nimalizie kwa usia tatu. Usia tatu hizi ni kwamba ni mukhtasari wa niliyozungumza. Kwanza ni ikhlas kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuitafuta elimu na katika kuisambaza elimu. Ni jambo muhimu kweli kweli, na kufanya hivyo kuna malipo mengi sana utakayoyapata. Lakini vile vile wasia wa pili ni al-amal bil ilmi, ni kuifanyia kazi elimu ambayo tuliyokusanya. Kwa sababu gani? Huyu mwanawazuoni wa haki kabisa ni mtu ambaye ile elimu yake inatafsirika, elimu yake ina manufaa, kheri na baraka zinapatikana, zinaonekana kwa watu. Lakini la mwisho vile vile katika usia tatu hizi ni atawadhu, kuwa na unyenyekevu. Nini? Kuwa na unyenyekevu linnas, kwa ajili ya watu, kuwa ni mnyenyekevu. Watu wakuone mjinga, kuwa na mnyenyekevu, tua, rudi nyuma, kwa sababu mtu alladhi yatawadha rafa'ahu Allah. Sawa, mtu ambaye anatawadha ni kwamba Allah huwa anafanya nini? Huwa anamnyanyua. Na kila unapozidisha elimu, ujuzi, basi na wewe zidi kuwa na tawadhu vile vile. Kwa sababu gani? Angalieni maji ya bahari kila yanapotanuka maji ya bahari, basi na ile pwani yake inakuwa nzuri. Maji ya bahari yanaporudi kuwa yanavyojibana, basi kile nini, lindi lile, sawa, kina kinakuwa kikubwa. Yanapokuwa maji yamejibana, kina kinakuwa kubwa. Lakini maji ya bahari yanapotanuka na kusogea na kuja sehemu mbalimbali, basi ile sathi yake ile pwani yake, ufukwe unakuwa ni mzuri zaidi, unakuwa na mchanga, unapendeza. Hasa na nyinyi ndio hivyo, kwamba hii ilmu hii inatakiwa mjitahidi kweli kweli, yani mfanye kazi kwa ilmu na muizidisha ilmu. Kila mtakavyoizidisha ilmu, mtakuwa mnalainisha ule ufukwe wa maji, na mnalainisha watu kukubalini, na mnalainisha watu kufuateni. Hayo ni mambo muhimu sana ambayo nilipendelea leo ni uhusiane nafsi yangu na pia nikuhusieni. Lakini katika mengine ya kuongezea katika usia ni masala ya ufahamu. Ni masala ya ufahamu tu. Nikisema ufahamu, kwamba mwanadamu ana tabia ya kufikia mahala fulani na kupata ushawishi, akadhania labda yeye ana mtu ambaye ndio anayelingana naye, akamwona mtu yule kapata pesa nyingi sana, yeye akajiona kwamba elimu aliyopata kwamba hajapata kitu, akaanza fikra za kuanza kuikimbia elimu kufuata yale,
kitu hicho ni makosa makubwa sana, ni makosa makubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii dunia jinsi mnavyoiona hiyo, wala isikusumbueni, wala msihangaike nayo. Mwenyezi Mungu katika hadithi Qudsi anasema, ya ibn Adam, khalaqtul ashya'a kullaha lak. Khalaqtul ashya'a kullaha lak. Hadithi Qudsi anapokea Mtume kutoka kwa Rabbul Izzatul Jalal. Mwanadamu wewe, nimeumba vitu vyote hivi ni kwa ajili yako wewe, sawa? Wa khalaqtuka min ajli, na wewe nimekuumba kwa ajili yangu mimi. Allah anakuambia katika hadithi Qudsi. Sasa fala tashtaghil bima huwa laka, usibabaike sana bima huwa laka. Yani haya mambo ya kidunia haya na haya usishughulike nayo sana, yani yasikubabaishe. Mambo ambayo haya utayapata tu kwa sababu ni yako, haya utayapata tu kwa sababu ni yako. Sasa fala tashtaghil bima huwa lak, usishughulike sana au usishughulishwe sana na jambo ambalo hilo ni lako tu. Amma anta la, ukaacha jambo ambalo wewe ndio kwa ajili yake. Hii maana yake ni jambo ambalo sisi elimu tuikamate. Hii elimu ndio mfunguo wa kila kitu. Haya mengine yote, kheri za dunia, mambo ya dunia, mapato ya dunia, haya yatakuja tu yakitaka yastake, kwa sababu wewe umebeba kitu ambacho ni ashraf al-amr, umebeba jambo ni tukufu kuliko chochote kile. Kwa hiyo kwamba hizo pesa baadaye zitakuwa ni dhalili kwako wewe, ima watakuletea watu hizo pesa wenyewe, wewe umebeba kitu kitukufu. Hilo ni muhimu sana la kuangalia. Na baada ya hapo usia wa mwisho kabisa, nisiongeze tena, ni kuwa na vitu viwili daima. Mimi ujihusia na kukuhusieni kuwa na subira na kuwa na yaqini. Kuwa na subira na kuwa na yaqini. Unaposema subira, hakuna kheri itapatikana mbele bila kuwa na subira. Kina baba na kina mama, subira ni muhimu kwa kweli, uvumilivu katika jambo, kuendea jambo, lakini nakuwa na yakini kwamba mimi jambo hili nitalipata tu, sawa? Na ndio anatuambia wanazuoni, anatia kanuni hapo, wanasema bisabri wal yaqini tunalul imama, kwamba mtu kuwa na subira na kuwa na yakini katika hili ninalofanya ni la Mwenyezi Mungu, ni jambo sahihi, ni jambo zuri, ninapoteza muda wangu, ninaingiza katika kichwa changu na moyo wangu elimu kwa ajili ya kunufaisha umma. Unakuwa na subira na una yakini kabisa kwamba wewe utakuja kunufaisha umma katika vitu viwili kwa navyo hivi, wallahi tunalul imama, ndio unapata kuwa na uimamu. Sawa, unakuwa ni imamu, ni mtu unaheshima, mtu unaheshimika, mtu una hadhi zako, kwa sababu una nini? Una subira na una nini? Na una yaqini. Allah anasema waj'alna minhum a'immatan yahduna biamrina lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun. Tumejalia miongoni mwa hao watu, sawa, a'immatan yahduna biamrina, wale maaima, viongozi bora, wanaongoza kwa amri yetu sisi, kwa jinsi tunavyotaka sisi. Allah anasema, lakini umepatikana vipi? Lamma sabaru, pale walipokuwa na uvumilivu na jambo lenyewe, sawa. Wakanu biayatina yuqinun, na wakawa katika dalili zetu wanayakini. Kwa hiyo ndugu zangu, vijana wenzangu, wanafunzi wenzangu, ninakuhusieni kwamba kwanza na nafsi yangu pia ninakuhusieni, twende katika utaratibu huu. Taratibu, watu sina haraka. Mambo yote ni nini? Mambo mazuri huwa hayana papara. Mambo mazuri taratibu tu. Ama bwana, katika vifua vyao na mambo yao vichwani vyao, nyinyi timing yenu kunyonya tu, sawa? Wala msina haraka. Wapapatiki warukaruka mashekha hawa, yaki rukaruka unafanya nini wewe? Unanyonya. Shekha kirukaruka wewe unafanya nini? Unanyoa. Katoa mfano wewe unanyonya. Sasa hii nyonya baadaye sasa unakuja kukaa, shekha anakuja kupumzika, anaona ladha kwamba sasa ile juhudi yake na ndoto yake inatimia. Tunataka alhikma itanuke na ieleweke vizuri, na mabalozi wa kuonyesha alhikma nzuri ni nyinyi. Kwa nini? Kwa kwenda kusambaza kheri ambayo tumeiona na wanaopita nje hawaoni, kumbe humu ndani humu mna mambo mazito kweli anafukuta. Sasa kayatoeni, kafanye kazi kwa utulivu, na nyinyi mkiwa ndio wahitaji, na muhitaji huwa ananyata. Muhitaji wanafanya nini jamani? Ananyata. Muhitaji ananyata.
Mfano Sheikh naona kama mambo ananijajia kidogo hivi. Mkia kule kunyata ni vipi? Kuna kiwindwa pale. Labda unawinda mnyama pale, sawa? Unapowinda mnyama pale, unamkimbiza mnyama au unanyata? Si unanyata wewe. Kwa sababu gani unanyata? Kwa sababu wewe unahitaji, wewe unataka umpate mnyama yule, lazima unyate. Wale watu walioko nje kule, sisi tunawahitaji wale watu kule nje. Hawana ufahamu wa dini mzuri, tunawahitaji. Sasa wewe ukienda kwa papara utawakurupusha wale watu, haupati kiwindwa chako. Inabidi ufanye nini? Unyate. Taratibu, wewe karukaruka umetulia tu. Karukaruka umetulia tu. Akishakaa vizuri unampa aya moja siku ya kwanza. Akikaa vizuri unampa ya pili, unanyata. Mwisho wako unafanya nini? Unafanikiwa. Kwa hiyo tunyate jamani. Mtu Baikuni nampa pongezi maalum bana, kwa sababu kaenda katika fani yangu. Manzuma Baikuni juzi bana, vichekesho liliulizwa swali bana. Na mimi nasoma mahala fulani nasoma. Likaulizwa swali shekhe. Mwalimu bana, walimu wa korofi sana. Yaani mambo madogo madogo tunadharau, ndio swali linakuja. Kaenda pale akaibuka, jamani, hadithi maqtu ni hadithi namna gani? Maqtu mimi sinkana kierere, hadithi maqtu haraka imejeshi, nilikuwa nimesinzia, nikaibuka maqtu ni ile hadithi inkatwa saraduhu. Mwalimu akasema, wewe vipi wewe, umekosa. Akatokea mama mmoja anaitwa Muna, mwanamke, akajibu akasema, maqtu bana, hadithi maqtu bana ni ile ambayo imekuja kwa nani? Kwa sahaba. Marfu sio marfu, kuna maqtu na kuna marfu, sawa. Akapata maksi 5, mimi nikazikosa. Lakini baadaye tena tukaenda, mwalimu akatupiga tena ya pili tena. Hadithi inkatwa fi awali sanadi ni hadithi namna gani? Nikaogopa kierere, nikatulia. Lakini baadaye nikaona kima, nikasema muallaq. Akasema umepata kima 5 wa kunipa. Sasa bwana aliposema ile maktu na marfu ile ya karani kwa mtume na maktu kwa nani? Kwa sahaba. Jazahullahu khaira. Hifadhini vitu vya namna hii, mutuni hizi. Yani kitu nimefurahi kweli kweli bwana, mutuni zinahifadhika hapa. Sasa tuonyeshe alhikma kwamba ina tofauti gani na taasisi nyingine. Allah atuwafikishe na tuungane pamoja na tuwe na nguvu za pamoja. Mwenyezi Mungu atupe faraja na baraka zake, ili tuwe watu ambao tunatarajiwa kuwa na kubeba mema na kusambaza mema katika ulimwengu wa Mwenyezi Mungu. Aqulu ma tasmaun. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kishki TV, nuru ya dini yako.